Wimbo wa Mbosso usikudanganye sana na kukupa kiburi leo ukajifanya na wewe unaenda kumtafuta mchumba wako wa darasa la 7. Maisha yanabadilika sana, watu wameolewa na watu wazito, yasije ikakukuta babusea. Oho, sasa hapa nimekuletea jengo lenye jumla ya vyumba 4 vya kulala. Very simple, na ni jengo ambalo ni simple. Naposema simple basi ninamaanisha kweli, kwa sababu humo ndani ina vitu vizuri na vitu vya maana sana, lakini ikiwa na simple materials au simple mpangilio wake, namna ambavyo inaonekana na ni classic. Of course ukiangalia ndani humo kuna vyumba 4 vya kulala, ambapo kati ya vyumba hivyo vyumba viwili ni self. Napomaanisha self ni maana ya kwamba chumba chenye choo ndani. Nafikiri hapo ninaeleweka, lakini pamoja na kwamba kuna self mbili, nazo zinatofautiana hadhi, kwa sababu self moja ni kubwa na self nyingine ni ya kawaida. Kwa hiyo hii kubwa inaweza ikawa kwa ajili yako na hii ndogo watoto ambao utawapa kipaumbele zaidi, hasa watoto wa kike ambao watakuwa wanahitaji kuwa na choo karibu zaidi kuliko watoto wa kiume. Na vyumba vingine viwili ni vyumba ambavyo ni single. Kuna choo cha public, lakini kuna sebule yenye nafasi ya kutosha, jiko pamoja na store. Na hili jengo lina upana wa mita 11 na urefu wa mita 11, limebalance, naweza kusema hivyo. Idadi ya tofali zinazotumika hapa ni tofali 3000 za blocks. Kama utatumia tofali za kuchoma zitakuwa tofali 10,000 katika usawa wa boma peke yake. Kumbuka idadi ya material ambayo nayataja hapa sio material yatakayotumika au yatakayohusisha pia na msingi, kwa sababu idadi ya material yanayotumika kuandaa msingi yanategemeana na vitu vikuu viwili muhimu sana, kwa maana ya kwamba kitu cha kwanza ni shape ya kiwanja chako kimekaaje, kwa sababu kuna baadhi ya viwanja vingine unakuta upande mmoja una mwinuko, mwingine una bonde. Kwa hiyo ili uweze kupata usawa lazima uweze kutumia material zaidi. Lakini pia aina ya udongo unapatikana kwenye kiwanja chako. Kuna baadhi ya viwanja vingine vinakuwa na either udongo wa tiftif, vingine vinakuwa na udongo wa finyanzi. Kwa hiyo aina ya udongo pia unatoa majibu ya msingi utaenda chini kwa urefu kiasi gani kuhakikisha kwamba msingi unakuwa ni imara zaidi. Ukija kwenye upande wa bati, hapa napo ni jambo la kushangaza na ni jambo ambalo linaweza likawavutia wengi na kuwafanya wengi wasiogope ujenzi, kwa sababu hapa zinaenda jumla ya bati 72 za futi 10. Bati 72 za futi 10 ndizo ambazo zinaenda hapa, na mbao zake za kenchi zinaenda mbao 150. Kumbuka hili jengo lina vyumba 4. Yes, usisahau hilo na usiweze kujisahaulisha hata kama kwa bahati mbaya. Jengo hili lina vyumba 4 vya kulala, na ndani humo mpangilio ndo kama ambavyo nilizokuelezea hapo awali. Kumbuka ramani kama hii na zingine nyingi unaweza kaendelea kutazama kupitia WhatsApp yako. Cha kufanya ni hivi: tutumie message WhatsApp kwenye namba hiyo inaonekana kwenye kioo cha simu yako, ambayo ni 0758260690. Namba hiyo inapatikana WhatsApp. Tuma message WhatsApp, andika neno niunge. Ukishaandika neno niunge, kinachofanyika hapo tutakupatia link, na kupitia link hiyo utakwenda kujiunga moja kwa moja kwenye WhatsApp channel yetu, na utakuwa unazitazama ramani kila tunapokuwa tunaziweka katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Katika mitandao yote ya kijamii huwa tunaziweka ramani ambazo zinakuwa na picha na maelekezo yake. Kwa hiyo kama tutakuwa tunaziweka huko, basi na wewe pia WhatsApp utakuwa unaipata. YouTube na mitandao mingine kama Facebook na Instagram huwa tunaposti videos ambazo zinakuwa na maelezo kama ambavyo unaweza kusikiliza hii hapa. Lakini pia pamoja na kwamba tunaposti videos huko, pia kule WhatsApp tunakupatia link, ambapo kupitia link hiyo utaletwa moja kwa moja huko kuja kutazama hizo videos. Kama upo YouTube, basi hakikisha umesubscribe katika YouTube channel yetu, kwa sababu video zote ambazo zitakazokuwa zinawekwa wewe utakuwa unapata notification ya wa kwanza, yani wa mapema kabisa kwenda kutazama hizo ramani. Lakini pia utakuwa unapata fursa ya kujifunza vitu vingi sana kuhusiana na ramani. Watu wengi nimekuwa nawahimiza kusikiliza au kufuatilia kuhusiana na ramani, kwa sababu sio lazima upange kujenga leo. Unaweza kuwa una mipango kujenga hata miaka 5, 6, 10 baadaye, lakini ukiwa unafuatilia ramani, unasikiliza kuhusiana na ramani, unafuatilia kuhusiana na ujenzi, itakutengenezea urahisi mkubwa sana wa wewe kwa namna ambavyo utakavyokuwa sasa unataka kutimiza azima yako ujenzi, na kwa inakurahisishia. Kwa siku ambapo utasema sasa mimi ninajenga, tayari unakuwa na maarifa mengi kuhusiana na ujenzi, unajua vitu vingi sana kuhusiana na ujenzi, na haitakusumbua kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo kuna vitu fulani hivi vitakuwa ni vyepesi kwako, havitakuwa vigumu kwako, ila kama hautakuwa unafuatilia ndio unaweza kujikuta unahangaika sana kuhusiana na ujenzi. Kuna nyumba sasa hivi unakuta nyumba imedesigniwa na choo kipo eneo la sebuleni, choo kipo dining. Kwa vitu ni vingi sana ambavyo unatakiwa kujifunza. Karibuni sana, asanteni kwa kunisikiliza.